Basi wana wa waamuzi wa manabii walikuweko Betheli, wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akasema, naame, najua, nyamazeni. Amen. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kuwa hapa. Mungu ndiye aliandaa hii. Unajua, kwa juma iliyopita wakati wa Pentecost mimi nilikuwa hapa. Sasa Mungu amependa turudi na tufanye hii juma pamoja kwa maombi. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ni uandalizi wa Mungu na Mungu ndiye anapenda hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nashukuru mchungaji tena kwa kutualika kwa hapa. Mchungaji amekuwa rafiki sana, pamoja na mapasta wote, pamoja na ninyi. Ninasema asante, Mungu awabariki sana. Haleluya. Sasa kwa majina naitwa Muhoza Wilson. Hayo ni majina yangu, Muhoza Wilson. Najua ingine tutazungumza baadaye. Sasa twende mbio mbio. Haleluya. Amen. Kwa maombi tulikuwa tukizungumza neno juu ya maombi. Na tuliona maneno mengi juu ya maombi. Hatutarudi kwa maneno yote tuliyohubiri, lakini tumezungumza sana juu ya maombi. Kwa nini tunaomba? Hapo tumeona maneno mengi. Wewe tutarudia kwa juu ya wakati tu. Tulizungumza kwa nini tunaomba. Hata tukaona maadui ambao tunapigana. Na tunaona jinsi maombi ni silaha. Haleluya. Amen. Biblia hata ilituambia kwamba Shetani ni mshambulizi ambaye anashambulia waombaji au analishambulia kanisa la Mungu. Lakini kwa ushambulizi katika kitabu cha Waefeso, Biblia inasema kuna mishale ya moto ambayo Shetani anatupiga, mishale ya moto. Hata Biblia inasema tujifunza jinsi ya kukinga mishale hiyo. Hata Biblia inatuelezea mishale hiyo ambayo Shetani anatupiga ni mawazo. Anatupiga kimawazo, ndiyo mishale ya moto ambayo Shetani anatupiga. Nyambi yako ndio. Si vile tulisema? Yeah. Haleluya. Mishale ya moto ambayo Shetani anapiga, anatushambulia kwa mishale inayowaka moto. Na mishale hiyo Biblia inaonyesha sana ni mawazo. Anatushambulia kimawazo. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Tulijifunza hivyo maneno mengi. Wale ambao hawakuwa, pole sana. Lakini sasa twende kwa tuzungumze kidogo juu ya Elisha na Elia. Biblia inasema ilikuwa wakati Mungu alipotaka kumpandisha Elia katika upepo wa kisurisuri. Akaenda, Mungu akataka kumuita Elisha ili abakie kwa nafasi ya Elisha sasa, ya Elia. Kisha Biblia anatuambia nini? Elisha alikuwa akilima, alikuwa kwa shamba akilima, akuwa na ng'ombe, akilima na ng'ombe 12. Na yeye alikuwa akisimama kwa mstari wa mwisho hapo akiwa pamoja na hizo ng'ombe. Elia akalitoa vazi lake au koti, akamtupia Elisha. Kisha Elisha akamfuata. Biblia inasema akamfuata. Kisha wakati alipomshika akamwambia, tafadhali uniruhusu niende nibusu baba na mama yangu na kisha nikufuate. Haleluya. Amen. Akamfuata, akamwambia, kuna kitu ninakwambia, tafadhali niruhusu nirudi nimubuse. Kumubusu ni kumuwaka. Tafadhali uniruhusu niende niage baba na mama na kisha nikufuate. Biblia inasema siku hiyo Elisha alipomfuata Elia hakurudi nyuma hata siku moja. Haleluya. Aliendelea, alijua kwamba Mungu amemwita ili amtumikie na hakurudi nyuma, alimfuata tu, hakurudi nyuma. Unajua kwa nini alimfuata na kurudi na hakurudi nyuma? Biblia ivuga mkimu aho hafa. Biravuga ngo yarangizaga gakondo muri Kristo Yesu. Amen. Gakondo turayita muji mkubwa wa hadi. Makao yake alikuwa akiona ndani ya Kristo na kuona yeye alikuwa anaona nchi yake ya ahadi ndani ya Kristo. Ndio maana hakurudi nyuma, alifuata tu akaenda.
Kisha Biblia ikasema walipokuwa wakiwa Bethel, Elisa akamwambia, tafadhali Elisa, baki Bethel. Mungu anatuma nifike Yeriko. Elisa akasema sitabaki, nitaenda pamoja nao. Wakaenda wakafika Yeriko. Akamwambia baki hapa. Akasema sitabaki. Wakashuka mpaka kwa Yordani. Hapo walipofika Yordani wakavuka. Elia akamwambia Elisa akamwambia, sasa unataka nini? Niombe. Unataka nini? Biblia inasema alimwambia neno, tafadhali ninaomba unipe imigabane trois portion, double portion. Maradufu ya roho yake. Ariko bivuga ngo yamusabye imigabane ibiri y'umwuka wari muri Eliya. Igiswahili kiratugoye basha. Kuko anu batwari gushabira hangaha. Wala sha. Mvuge ngo haleluya. Tafadhali uniruhusu, tafadhali uniombe. Akamwambia unipe sehemu mbili za roho yake. Sehemu mbili. Tena katika historia inasema wana wa Israeli, yule mwana mzaliwa wa kwanza, wakati baba anataka kufa au kuwawaga watoto, huyu mwana wa kwanza alipenda kwanza achukua yatora ginkazi imbere. Alifanya nini? Yeye ndiye baba alimuwaga mara mbili mbele ya wengine, kisha anawaga. Iyo yajaga kugabura ise yafataga babana ufura yabanzaga kumuha kabiri, iwe yaragwa kabiri. Haleluya. Biblia inasema akamwambia unipe tafadhali, unipe sehemu mbili za roho yako. Elia akamwambia umeniomba kitu kigumu. Umeniomba kitu kigumu. Double portion. Imigabane. Umeniomba kitu kigumu. Lakini akampatia kitu examination. Niko mwita mtu examine. Hapo hizi kizama. Akampa examine. Mtihani tafadhali. Asante. Mtihani. Akampa mtihani. Elisa akamwambia nitakupa mtihani. Wakati utashinda mtihani huyu, yale uliyoomba utapata. Haleluya. Hizi sehemu mbili utapata, lakini nitakupa mtihani kwanza. Utafanya mtihani kwanza. Elisa akasema niko tayari. I'm ready. Si vile kwa Kiingereza. I'm ready. Akasema niko tayari kufanya mtihani. Biblia inasema aliomba vitu viwili. Kitu cha kwanza alichoomba, aliomba kubaki na karama ya unabii. Ministeri yuhanuzi. Uniachie karama ya unabii. Unajua Elia alikuwa mkuu wa manabii. Hata kwa mlima katika Injili ya Mathayo sura ya 17 nadhani. Hapo kwa mlima wakati Yesu Kristo alibadilika sura, Elia alionekana hapo. Alikuwa amekufa miaka 900 amekufa. Lakini siku hiyo akakuja kwa mlima, watu wakamuona. Haleluya. Hata Musa alionekana hapo, alikuwa akimaliza miaka 1600 amekufa. Siku hiyo wakaonekana kwa mlima hapo. Huyu Elia alikuja kama mkuu wa manabii. Walikuja kufanya handover. Haleluya. Walikuja kufanya handover na Yesu Kristo. Kwa maana huyo ndiye walimtabiri. Sasa amefika. Haleluya. Walikuja ni huyu sasa, chukua pokea mambo. Tulitabiri sasa mambo yote wakati unafika. Haleluya. Sehemu mbili za roho. Sehemu ya kwanza ni karama ya unabii, na sehemu ya pili aliyoomba ni nguvu. Aliomba unipe hata nguvu zitakazo ziniwezesha katika mwito huo. Haleluya. Unipe karama na unipe nguvu. Unipe karama na unipe nguvu. Aliomba. Ona ombi la Elisa. Ni ombi la ajabu. Elisa aliomba kama mtu aliye na hekima sana. Aliomba ukinipa sasa karama, nipe na nguvu sasa zitakazo niwezesha. Si ndio tunasema kwa Kifaransa? Force qui lui permettra de remplir cette fonction. C'est vile basi. La force qui lui permettra de remplir cette fonction. Sio kwa Kifaransa, Kiingereza sijui. Lakini nguvu sijui wanaita nini kwa Kiingereza, lakini nimesikia ni nguvu mbele. Unipe karama, uniachie karama, lakini unipe nguvu. Hakuomba tu karama. Hakutaka tu awe mkuu wa manabii, bali unipe hata nguvu zitakazo ziniwezesha. Ombi la Elisa. Haleluya. Kisa sasa kumwambia, Elia akamwambia,
hebu nikupatie sasa hiyo mtihani. Ukishinda mtihani utapokea yale uliyoomba. Biblia inasema akampa mtihani wa kumtazama Mungu. Kwa Kifaransa inasema continuellement. Continuellement. Kwa Kiingereza continuing what? Sema haleluya. Amen. Ninajua tu kwa Kiingereza wanaongea hata kitu in. Hiyo ni kitu inaeleza kitu ambacho kinaendelea. Continue. Kwa Kifaransa tunasema continue. Tukisoma hapo Kifaransa continue. Yakamubwira ngo untumbi rutangu rahamas nusindishokiza urasabisho urabonisho wahawe. Haleluya. Ukinitazama nitakupa mtihani nakupa, unitazame, unikazie macho na usinitoe macho, uangalie macho yako, yani uniangalie tungu rehama, uniangalie. Elisa akasema mtihani huo nitaushinda. Hata wakati pepo ya kisurisuri, hata wakati sijui mambo mengine yamekuja, magari hata mafarashi vilikuja, akamwambia wewe usijali mambo hayo, unikazie tu macho. Ukiniona tu wakati nitapanda, kitu hicho nilichoomba utapata. Mtihani kabisa. Amen. Haleluya. Amen. Mtihani. Siku moja Yesu alimpatia Petro mtihani wa naye. Petro alikuwa katika bahari na upepo ukawa mwingi. Wakamwona Yesu anatokea hapo, wakaanza kuogopa. Petro akamwambia Yesu, kama ni wewe, ruhusu, unipe ruhusa nitembee juu ya dhoruba. Haleluya. Uniruhusu nitembee juu ya shida. Yesu akamwambia Petro, ninakuruhusu lakini nitakupatia mtihani. Yesu akampa mtihani, akamwambia utembee juu ya maji lakini ukinitazama, ukiniangalia, ukinikazia tu macho, usitoe macho tu, uniangalie. Petro akashuka kwa bahari akitembea lakini akimtazama Yesu. Biblia inasema alipopiga hatua ngapi, mawazo ya Petro ikageuka, akaanza kuwaza kisi mtu anatembea juu ya bahari na atamka kwa maji. Saa hiyo alipotosha maji, Yesu kisha kumtosha macho, akaanza kuzama sasa katika maji. Mtihani. Haleluya. Hata mtihani huyu jana wa kumtazama Yesu continuellement. Nimeshindwa kisia kusema hapo kitu kile continuellement. Mnasikia kama mimi? Mnasikia? Unitazame usinitoshe hapo Mungu leo amasi. Huyo ni mtihani ambayo unashinda wa Kristo siku hii. Wanamtazama Yesu sikaa kidogo, wakisha kuingia katika shida wanaanza kuangalia mambo mengine. Lakini Elia akamwambia unitazame tu. Hata shida zinakuja, hata pepo inakuja, hata mafarasi na magari vinakuja, wewe unitazame tu. Katika kitabu cha Waebrania inasema nini? Hebu tumtazame Yesu Kristo. Inasema ngo nuko mutumbire Yesu wenyine. Hiyo sasa mumtazame Yesu peke yake. Na kuendelea sasa, mnajua mambo mengine hapo. Mtazame Yesu, mnaendelea basi kwa trend imepotea. Biblia inasema wakati alipomtazama Elisha hakumtazama Elia, alikuwa akimtazama Mungu akifanya miujiza. Haleluya. Wakati alikazia macho huko, alikuwa akimtazama Yesu akifanya miujiza, alikuwa akimtazama Yesu akitenda, akimtazama Yesu akitenda. Haleluya. Biblia inasema alipomkazia macho, kuna koti ikaanguka, koti ya Elia ikaanguka. Mbele ya kuvaa hili koti la Elia, kuna neno linanishangaza. Elisa kuna kitu amefanya. Amevua kwanza lile koti lake aliyokuwa akilivaa. Kisha akaivaa koti ya Elia. Hiyo inasema nini? Elia kwanza alifanya kitu cha ajabu. Aliuvua kwanza utu wa zamani. Haleluya. Alivua kwanza ule mtu wa zamani, kisha akamvaa mtu mpya aliye Yesu Kristo. Haleluya. Alivaa utu mpya, akawa mtu mpya. Hata Biblia inasema kama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Mnakumbuka amekuwa nini? Amekuwa kiumbe kipya. Baadaye inasema ni chini inasema ya kale yote yamekwisha. Haleluya. Ya kale yake ninawirangiye umuntu wayitumsha. Aliuvua utu wa zamani. Lazima kwanza tuvue utu wa zamani, tumuvae Yesu Kristo aliye mtu mpya wetu. Akavaa mtu. Haleluya. Hebu mnalielewa vizuri?
akavua kwanza utu mpya, akamuvaa Yesu Kristo aliyekuwa mtu wetu. Hebu turuke kidogo. Biblia inasema Elisa kisha kupokea mambo, kuna mambo 4 ambayo Elisa alipokea. Lakini turudi kidogo, tuone kidogo. Biblia inasema kuna condition pour recevoir. Condition. Kuna condition kusudi mtu apokee nguvu hizo Elisa alizoomba. Kuna condition. Kuna condition before to receive. Yes. Before to receive. Kuna condition before to receive. Ndio mchungaji amesema, amenisaidia. Ndio mzazi lazima tusaidie. Sema haleluya. Kuna condition. Condition ya kwanza ni kuacha mambo yote ya zamani. Nilisema Elisa akaacha zile ng'ombe, hata baba akaacha, hata familia akaacha, akatoka katika mila zote za zamani. Haleluya! Alitoka katika mila za zamani, kisha akawa mtu mpya. Condition ya kwanza ni kuacha haleluya. Biblia inasema kwanza aliacha mambo ya zamani, akaacha huko mambo ya zamani. Hata wale wakando waliacha. Biblia nasikia kitu kanishangaza eti wababa wanakuwa wana wakando. Hebu sikia, hata Wakristo wamoja wana wakando. Elia aliacha wakando kamwacha huko. Akasema Bwana ameniita nimtumikie, hata amekuwa mtu mpya. Haleluya! Akasema Bwana mambo ya zamani akaacha, mambo ya zamani akaacha. Akakubali, akaamua kumfuata Yesu Kristo. Kuna mwimbaji mmoja anasema nimeamua mwenyewe kumfuata Yesu Kristo. Nimeamua mwenyewe. Nimeamua kwa hiari yangu kumfuata Yesu Kristo. Condition ya kwanza ni kuacha mambo ya zamani. Condition ya pili ni kumtazama Yesu, ni kumkazia Yesu macho bila kutoa macho kwa Yesu. Condition ya mbere ituma habwa imbaraga zikomeye kizo Elisa yahawe nugusiga ibyakera. Isaka nugutumbira Yesu utamukura amaso. Unavyumvise? Msikia hizo? Ni kumkazia Yesu macho. Continue. Biblia inasema alipomkazia macho kuna mambo ambayo Elisa alipokea. Hebu tuone mambo tu 4 ambayo amepokea. Kitu cha kwanza, mimi naandika kwa Kifaransa. Puissance pour le témoignage. Puissance pour le témoignage. Alipokea nguvu za kushuhudia Yesu Kristo. Haleluya! Mtu aliyepewa nguvu za Roho Mtakatifu, kama vile mchungaji aliyosema katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Alisema, "Lakini mtazipokea nguvu kisha kuja Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa wanaume." Haleluya! Mtakuwa wanaume wa kumshuhudia Yesu Kristo. Ili neno kumshuhudia, hata mtakufa kwa ajili ya neno la Mungu mkishuhudia. Haleluya! Mtakufa hata mkishuhudia Yesu Kristo. Haleluya! Elisa alipewa nguvu za kushuhudia Yesu Kristo. Ukumbuke wakati Naamani alipokuja huko akamwambia uende kwa Israeli, huko kuna mtu ambaye atakuponya hiyo ugonjwa. Lakini kuna Mwisraeli mmoja ambaye hakuwa na nguvu za Mungu ndani yake. Huyo mfalme alimwambia uende kwa mfalme. Mfalme aliposikia habari ati kuna mtu amekuja, mfalme akaanza kuogopa. Huyo mtu wanaleta kwa mimi, wanajua ninaponya wagonjwa. Akaanza kuogopa, mfalme akaogopa. Ni Mwisraeli ambaye hakuwa na nguvu za Mungu ndani. Ni Mkristo ambaye hajapokea nguvu hizo. Ni Mkristo ambaye hajapata ujasiri wa kushuhudia Kristo. Haleluya! Aliogopa, lakini Elisa akasema, "Mtu huyo mumlete hapa. Atajua kwamba katika Israeli kuna Mungu." Alimshuhudia. Naamani alirudi huko akisema katika Israeli kuna Mungu. Haleluya! Alishuhudia. Nguvu za kushuhudia. Katika Injili ya Mathayo sura ya 28, Yesu aliwaambia wanafunzi kisha ufufuko, "Nimefufuka, nimeshinda, nimepewa nguvu na mamlaka." Haleluya! Akawaambia sasa, enendeni mkishuhudia. Enendeni mkishuhudia. Enda mkishuhudia. Hiyo ni recommendation.
Mungu alikuwa akiwapa recommendation ya kupeleka injili katika nguvu za ufufuo wa Yesu Kristo. Biblia inasema hata nguvu hizo zilizomfufua Yesu Kristo, nguvu hizo zinatumikia ndani yetu. Mungu ametupa nguvu hizo ili twende tukashuhudie neno la Mungu. Hao walishuhudia kwa ujasiri, walinena katika nguvu za Roho Mtakatifu kwa sababu walipokea. Akisha wajibu mtapokea puissance pour le témoignage, nguvu za kushuhudia Yesu Kristo. Elisa kisha kuvua utu wa zamani na kufika nguvu mpya, alirudi akishuhudia Yesu, alitembea akishuhudia Yesu. Hata kuna Wakristo ambao siku za leo wana haya hata za kushuhudia Yesu Kristo. Hawezi kutembea kama Mkristo kwa barabara. Akifika kwa kanisa yeye ni Mkristo. Akitoka nje anataka kujifananisha sawa watu wa nje, anafisha ushuhuda wake. Hata Yesu anasema katika Injili ya Mathayo, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Katika Injili ya Mathayo akasema mtu anaweza kuchukua nuru na kufanya tonga ni nini kweli? Na kufunika taa. Mtu anaweza kuchukua taa anafunika. Kama ukifunika taa, watu watakuwa katika giza, hawataona nuru hiyo iliyokuwa ndani yetu. Sasa Yesu anasema, enendeni mkionyesha nuru hiyo kwa mataifa ili wamjue Yesu Kristo. Haleluya! Usifiche nuru yako iliyo ndani yako. Lakini wale waliopokea nguvu za Roho Mtakatifu wanashuhudia kwa ujasiri. Wanashuhudia katika nguvu. Hawana haya, hawana oga. Hata wakati wa kufa wanakufa wakikushuhudia Yesu Kristo. Elisa akapewa nguvu za ushuhuda. Kitu cha pili alichopewa Elia, alipewa kitu cha pili. Ni nguvu juu ya magonjwa, puissance sur les maladies, pour les maladies. Ni nguvu juu ya magonjwa. Alipofika mahali wakamwambia Elisa, hapa watoto kuna maji mabaya hapa. Kama mtu anakuja kunywa hayo maji, kama ni mama ana mimba inatoka. Kama ni ng'ombe anakunywa mimba inatoka. Ng'ombe si mimba wanasema hivyo, na inatoka. Kila kitu hiyo maji ilikuwa mbaya. Wakasema ni nani anayeweza kuponya maji haya? Wakasema hebu muite Elisa aliyopewa nguvu za Mungu. Elisa akasema munionyeshe mahali. Haleluya! Maji yakapona, watu wakaanza kuzaa. Haleluya! Waliopokea nguvu za Mungu wanapewa nguvu juu ya magonjwa. Yesu alisema nimewapa nguvu za kukanyaga hata nge ni magonjwa. Kukanyaga nge ni magonjwa. Nguvu za kukanyaga magonjwa tumepewa nguvu. Unajua kwa nini wewe ni uko mtu waoga? Ni kwa sababu haujapokea nguvu za ndani. Haleluya. Amen. Hebu tuone kitu kingine sasa, tukienda haraka. Kitu cha tatu, puissance pour les poissons. Alipewa nguvu juu ya sumu. Poison. Alipewa nguvu juu ya poison. Kwa maana amepokea nguvu za Mungu, akishuhudia kwa maajabu. Mungu hasa Yesu aliwaambia wanafunzi, wakati mkienda kwa kazi hiyo ya kuhubiri Injili, hata nguvu za Mungu zitawafuata. Mtaponya magonjwa, mtakanyaga nge, hata pepo watakimbia kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tukiamini. Kuna neno moja tuliozungumza huko kwa maombi. Tuseme maombi ni silaha kwa kila aminiye. Haleluya. Maombi ni silaha kwa kila aminiye. Usengani twara kubise. Kwa kila aminiye. Maombi ni silaha. Huyu Elisa alipewa nguvu. Unajua unasema watoto wa manabii, wana wa manabii walikuwa katika lupango ile famu ya manabii. Shule. Hapo kwenye shule la manabii, njaa ikawapata watoto hapo. Wakasikia njaa. Watoto wakatoka kwenye pango ya shule hilo, wakaenda huko nje kidogo. Walipofika huko wakaleta mboga za nini? Kwa Kifaransa nasema ni mboga sauvage. Mboga zinazoua. Mboga zinazoua. Wakaenda mtoto mkaenda huko mjini, ukaleta mboga zinazoua. Bukakuja mkaambia wengine, hebu mje tupige, tumepata mboga. Watoto wakaja wakapiga katika supu yao. Kisha kupiga wakakula. Wakasema watoto wanagonjwa sumu.
watu wamekula sumu, watu wamekula sumu. Lakini unajua hiyo sumu ambayo watoto walileta huko walitoka katika wakati njaa inaingia au uregevu kabisa wa kiroho umeingia katika kanisa. Unajua watu wanatoka nje kwenda kutafuta nguvu zingine, watu wanatoka huko, watoto wakaleta mambo mengine. Biblia inasema kwa Kifaransa watoto walileta kitu false doctrine. False doctrine ni nini basi? False doctrine ni hivyo tu, watoto walienda wakaleta false doctrine. Baza ni micho mimi ubana usohoka muri crotire sengero inzara y'abana ngo usohoke ari hanze muzana izindi mboga basore bagira bene wabo mutuje kuri uzisha abantu bari bafunye ni imico mibi ngo bakuye hanze barayizana. Tabia mbaya, watoto walienda wakaleta tabia mbaya, ile false doctrine wakaleta katika kanisa. Watu wakaanza kumwomba wakiwa na tabia mbaya, zile tabia za kando na vingine, wameleta tabia mbaya huko. Kisha wakasema ni nani anayeweza kuponya watoto hao? Wamekula sumu, mambo mabaya yameingia katika kanisa, hata Wakristo wamegeuka wakianza kujifananisha kama watu wa huko nje. Haleluya! Tabia mbaya zimeingia katika Wakristo, wanaomba na ushirika, wanaomba na mambo mabaya, kuiba na mambo kama hiyo. Watu wamechukua huko false doctrine, watoto walienda, lakini ni wakati njaa iliingia kwa kanisa. Kuna wachungaji wanaendelea kuhubiri, Mungu anaenda kukubeba huko Marekani. Wewe unaenda kupata visa sijui. Wewe unaenda kupata sijui pesa. Mambo hayo, mafundisho hayo ni mafundisho ambayo yanaleta usingizi katika kanisa. Haleluya! Lakini tukimhubiri Yesu Kristo, mwana wa Mungu, huyu aliyefufuka. Haleluya! Amen. Nasema kanisa linapewa ufufuko wa ajabu. Sema haleluya. Watoto wakaleta hizo mboga mbaya, false doctrine, watoto wakaleta. Wakamwambia Elisa, ni nani anaweza? Watoto wameleta mambo mabaya. Ni nani? Wakasema mtafute Elisa, ndiye amepokea nguvu za Mungu. Mtu aliye na nguvu za Mungu ndiye ataponya katika siku za leo ambazo kanisa linaregea sana. Kanisa liko katika uregevu sana. Hata Wakristo wanajaribu kujifananisha sawa watu wa nje, tufanane, tuvae kama watu wa nje, tutembee kama tuseme kama watu wa nje. Lakini wale watu waliopokea nguvu za Roho Mtakatifu, hata Biblia inasema hao mitume na wengine walitembea kwa imani ya kutetemesha ulimwengu. Haleluya! Imani ya kuponya watu. Elisa alimwambia na uende kwa Yordani, uende nao huko kwa Yordani. Kwa Kifaransa inasema alitumia baba le participe passé avec ale wende alitoa oda kwa imani, alimtolea oda kwa imani. Oda no Kongo alimtolea Naamani oda ya imani, akamwambia wende kuoga kwa maji utapona. Wende, alizana atakusagusa akiomba, akatoa oda ya imani, akasema enda huko, uende nao huko kwa Yordani. Haleluya! Kwa imani tunaweza kuwaponya watu. Kisha kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, tutapinga na kupiga nguvu za shetani na watu watampokea, watapokea usisimuko wa ajabu. Haleluya! Ezekieli anashuka kwenye bonde la mifupa hapo. Anawakuta watu wamelala, Israeli imekufa kabisa. Mungu akamwambia tabiri. Wakati alipotabiri, pepo wakakuja, mifupa ikaanza kutikisika. Haleluya! Ezekieli alisikia mifupa ikitikisika. Hata katika bonde hilo kulikuwa fujo ya mifupa hapo. Mifupa wakisikia haikifanya hiki, mifupa ikitafuta ndugu yake. Biblia inasema wakati walipo kabisa mifupa kufa, watu wakawa wazima wakasimama. Haleluya! Na nguvu, wale waliopokea nguvu za Mungu wana nguvu hata za kuleta uamsho katika kanisa. Elisa amepewa nguvu juu ya sumu, kuwaponya watu sumu mbaya. Hata unajua, nimeshangaa kwa nini Mungu alileta wachungaji katika. Kwa nini Mungu hakutuacha hivi tu tuwake kama kondoo tu, hatuna wachungaji? Biblia inasema mambo tatu, inasema ni moja. Inasema Mungu alitia wachungaji katika kanisa ili walinde kanisa mahubiri ya uongo. Mahubiri ya uongo. Hao ni walinzi. Hapa tuliongea hilo, nasema waombaji ni walinzi. Hata tukisema muombaji akisinzia, shetani anamnasa. Haleluya! Wakati mchungaji anasinzia, shetani ananasa kanisa, analishika kanisa, analichukua, analishika kabisa kanisa. Petro anasema shetani ni kama simba agurumaye, akitembea akinguruma.
akitafuta yule aliyesikia ili amnase. Shetani anatembea, ni simba. Shetani ni simba, anatembea. Hata wewe unalala, ujue shetani anatembea, ni simba. Wakati waombaji wakisezia, shetani anawanasa. Walinzi wakisezia. Hata wachungaji walipewa kazi ya kulinda kanisa, mafundisho ya uongo katika kanisa. Unajua kuna watu wanahubiri mambo na matabiri ya uongo wakitabiri watu. Hatuhitaji tena kutabiri. Tuna Biblia. Tabiri unajaa kabisa, neno la Mungu hapa umejaa, unabii unajaa wa kuongoza Mkristo. Hatuhitaji tena mambo ya tabiri. Nimeona viatu, nimeona manguo. Sasa manguo ni hiyo, ni unabii huyo, unatabiri. Nimeona manguo, nimeona pesa. Hata wafulani walikuwa wanasema nimeona kuku. Sasa kuku ni nini? Nimeona chakula. Chakula ni mambo hiyo, ni mambo. Hiyo ni matabiri ya uongo, lakini tuna unabii. Haleluya. Tuna unabii wa kuongoza Mkristo. Biblia inasema neno la Mungu kwa Kifaransa ni carte de voyage. Ni map inayoongoza Mkristo. Ni map. Kwa Kiingereza, kitambulisho. Ni kitambulisho. Biblia ni kitambulisho. Ni map ile nini ile Absol inaongoza madereva wa ndege wanaita Absol kwa kile map. Hiyo ndio map. Sasa ninataka kusema hilo. Biblia inasema, Biblia na Mungu inasema Biblia ni map ambayo inamuongoza Mkristo wakati iko kwa safari. Hii ndio inamuongoza hapa, hata kwa maombi. Maombi yanategemea neno la Mungu. Ukiomba bila neno la Mungu utaomba vibaya. Ukitabiri bila neno la Mungu umetabiri vibaya. Hata kuna neno moja kwa kumaliza. Na tulitumia huko sana. Unajua farashi, Mungu anafananisha watumishi kama farashi za Mungu, ambazo Mungu akitumia kuvita ni watumishi wa Mungu. Lakini